Mvutano mkubwa wa kidiplomasia, kisheria na kiafya umeibuka kati ya serikali ya Kenya chini ya Rais William Ruto na serikali ya Marekani chini ya Rais Donald Trump. Hii ni baada ya Mahakama Kuu ya Kenya kuzuia kwa muda mpango wa kujenga kituo cha karantini na matibabu ya Ebola katika kaunti ya Laikipia kufuatia kesi ya dharura iliyofunguliwa na Taasisi ya Katiba Institute ikishirikiana na Chama cha Wanasheria Kenya LSK. Jaji Patricia Nyaundi ametoa amri ya kusitisha mradi huo mara moja. Sababu kuu zilizokwamisha mpango huo ni kuhofia usalama wa kiafya. Inadaiwa kuwa Kenya haina maabara za kiwango cha juu cha usalama wa kibiolojia zinazohitajika kudhibiti na kufanyia utafiti wa ugonjwa huo hatari. Mahakama pia imesema kutoshirikishwa kwa umma kumechangia pakubwa kusitishwa kwa mpango huo, kwani serikali ilifanya mazungumzo na kusaini mikataba hiyo kwa siri kubwa bila kupata idhini ya bunge wala maoni ya wananchi. Lakini pia kituo hicho kilitarajiwa kuwahudumia raia wa Marekani pekee walioambukizwa Ebola huko DRC na Uganda, huku vyama vya madaktari vikihoji kama Ebola ni hatari kuingia Marekani, kwa nini isikuwe hatari kwa watu wa Kenya? Kihistoria, Marekani ilikuwa ikiwasafirisha raia wake walioambukizwa kurudi nyumbani kwa matibabu. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza msimamo mkali kuwa Marekani haitaruhusu kesi yoyote ya Ebola kuingia katika ardhi yake. Na ili kulinda ardhi yao, Marekani iliamua kuitumia Kenya kama kituo cha karantini ya nje ya mipaka yao wahifadhi raia wake, wakiwemo madaktari na wafanyakazi wa kibinadamu wanaougua Ebola kwenye milipuko inayofuka moshi hivi sasa huko nchini DRC na Uganda. Mkataba huo ulihusisha ujenzi wa kituo cha vitanda 50 hadi 250 ndani ya kambi ya jeshi la anga la Kenya huko Laikipia. Ili kufanikisha hili, serikali ya Marekani ilitenga kiasi cha dola milioni 13.5, zaidi ya shilingi bilioni 37 za Kitanzania, ambapo inaarifiwa kuwa mpango huo ulikuwa uanze hii leo. Hata hivyo, mradi huu umegubikwa na mashaka baada ya kubainika kuwa Marekani imepunguza msaada wake wa jumla wa afya, yani Global Health Aid, kwa Kenya kwa takribani dola milioni 423 kwa miaka 5 ijayo. Hatua hii pia ikatafsiriwa na wakosoaji kuwa ni shinikizo la kiuchumi kuilazimisha Kenya kukubali kituo hicho. Kabla ya amri ya mahakama, Marekani ilikuwa tayari imetuma wataalamu zaidi ya 30 wa afya kutoka kikosi chake cha umma cha afya kuelekea Kenya kuanza kazi. Hatua hiyo ilizua hasira kubwa, ambapo katibu mkuu wa chama cha madaktari Kenya alikaririwa akisema hawatakubali Kenya itumike kama koloni la kuhifadhia vimelea vya magonjwa hatari. Hata hivyo, wataalamu wa sheria za afya duniani na nchini Marekani walikosoa uamuzi huo wakitaja kuwa ni kinyume cha maadili. Amri hii ya dharura inasimamisha mipango yote ya kuingiza au kuwahamisha wagonjwa wa Ebola kuingia nchini Kenya. Kesi hii inatarajia kutajwa tena mahakamani mnamo Juni 2 mwaka 2026 ili kutoa mwelekeo wa mwisho, huku zuio hilo likisalia pale pale na kuacha hatma ya kidiplomasia kati ya Nairobi na Washington ikiwa kwenye mstari mwembamba. Mimi ni Regina Belt.